Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba nipate namna ya kupata fidia ya vitu vyangu vilivyoharibika, na pia ya kupata marejesho ya hizo siku zote ambazo mimi sikufanya kazi, kwa sababu kila napopita hamna mtu anayenisaidia, na aliyekuwa anatakiwa kulipa fidia ni huyu ambaye alinifungia hapa, ambaye alitambulisha ni katibu wa CCM. Siku 15 walikaa kimya. Baada ya hapo walikaa kamati. Nilipata taarifa kwamba kamati ya wilaya ya siasa inakuja hapa, ndipo na mimi nilipoenda. Nilipofika walipita kweli kwenye eneo hili na kufungua na kuona maembe yangu gunia 2 yameharibika, juisi 166 za ujazo wa nusu lita ambazo ni za shilingi 1000 zimeharibika, maziwa lita 10 pia yameharibika. Kamati ilivyokaa pia walishauriana na waliona sidaiwi na sina kosa lolote, na walinifungia wao kwa makosa yao, lakini sio kwa makosa yangu mimi. Wamekaa kimya mpaka leo. Mimi hawataki kuongelea habari ya fidia yangu, na pia mimi na marejesho kwa yoyote ambaye ataguswa. Nilikuwa naomba wanisaidie. Sisi kama raia tunapata changamoto kwenye hizi frame za biashara. Mimi sijaingia mkataba na CCM, mimi nimeingia mkataba na mwenye nyumba. Ninapolipa miezi 6 kutoka Januari mpaka mwezi wa 6, natakiwa mimi nifungue biashara yangu iwe wazi kila siku. Sasa inapotokea changamoto kama hii, tunaombeni msaada kusaidiwa. Na huyu ndugu yetu aliyefungiwa mlango hapa. Kwa hiyo kiujumla sisi kero yetu ni harufu. Hii harufu inatuumiza sana. Kwa hiyo tunaomba uongozi utusaidie. Na kitu kingine, viongozi hao wa chini wameshindwa kutusaidia. Kwa mfano kama jana tumewapigia simu sana bwana afya na viongozi wake ambao wako chini yake, wameshindwa kutusaidia. Kwa hiyo tunaomba watusaidie kwa hili. Kamati ya sasa ilipofika, mlango ulifunguliwa. Mlango uliofunguliwa tuliingia ndani, tukaanza kuhakikisha. Ule mwenyekiti wa wilaya wa CCM aliingia ndani akahakikisha zile mali zilizoharibika. Kulikuwa kuna maembe gunia 2 na juice zilikuwa kwenye fridge, zilikuwa kama nadhani zaidi ya 50 zilikuwa pale, zilikuwa zimebasti. Kwa wale wakashauriwa kwamba tusijadili hapa hivi, tumekuja kuangalia kila kitu, tutakuja kuongelea ofisini. Tulikwenda Haydom kwa ajili ya operation za ukusanyaji wa madeni ambayo ni madeni makubwa, na pale tunapokuta mpangaji hajawajibika, anapaswa kuchukuliwa hatua. Kwanza tutafunga kibanda na kumtaka aende akalipe kodi, lakini sisi tulichokifanya, tuliamua kutumia busara. Popote tunapokuta pana changamoto, tunawaomba wapangaji wetu kwa urafiki sana, naomba kwa urafiki sana, njooni ofisini tuzungumze. Na tumefanya hilo zoezi kwa 99.9%.